Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio anaweza kuiongoza Cuba. Hii ni baada ya mpango wake wa kusema atamtoa madarakani kama alivyomuondoa Nicolas Maduro, na kwamba Rubio anaweza kuiongoza Cuba baada ya kuondoka kwa rais wa Cuba. Mnamo Jumapili, Trump aliweka upya picha ya chapisho katika ukurasa wa X ambalo lilidai kwa mzaha kuwa mwanadiplomasia wa Marekani na waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio atafanywa kuwa rais wa kisiwa cha Caribbean na ataweza kuiongoza Cuba. Inasikika vizuri kwangu, Trump alijibu kwenye Truth Social pia. Katika ujumbe kufuatilia, alishutumu Cuba kwa kujikimu kwa pesa za mafuta kutoka Venezuela. Rais wa nchi hiyo ya mwisho Nicolas Maduro alitekwa nyara na vikosi maalum vya Marekani vya Delta Force wiki iliyopita kufuatia shinikizo la miezi kadhaa kutoka kwa Washington, ambapo Trump alidai upatikanaji kamili wa mafuta ya taifa hilo la Amerika ya Kusini. Idadi kadhaa ya Wacuba katika timu ya usalama ya kibinafsi ya Maduro nao pia waliuawa katika uvamizi huo. Baada ya kumteka Maduro, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuna viongozi ikiwa ni pamoja na rais wa Cuba Miguel Canel Diaz, lakini pia Gustavo Petro, rais wa Colombia, na kwamba naye pia huenda akaingia katika mikono ya rais wa Marekani Donald Trump. Katika chapisho lake la Truth Social, Trump alithibitisha kwamba wengi wa Cuba hao wamefariki na Marekani sasa italinda Venezuela na kuitaka Havana kufanya makubaliano kabla haijachelewa. Saa chache baadaye, rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel alipinga ukuu wa maadili wa Washington na kuishinikiza kushambulia Cuba kwa miaka 66. Wale wanaogeuza kila kitu kuwa biashara, hata maisha ya binadamu, hawana mamlaka ya maadili ya kunyooshea Cuba kidole chochote, aliandika kwenye ukurasa wa X. Uhaba mkubwa wa kiuchumi wa taifa la kisiwa ni kosa la hatua kali za kukabako ambazo Amerika imekuwa ikitumia kwa miongo 6, alisema. Washington imedumisha vikwazo vya kina vya kibiashara vya taifa la Caribbean tangu miaka 1960, wakati tawala za Obama na Biden zilichukua hatua za kurejesha uhusiano wa kawaida baada ya kuchaguliwa tena Januari iliyopita. Trump alirejesha Cuba kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi na kwamba alizidisha vikwazo vikali kwa taifa hilo la Cuba. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, lakini nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.